Yes bwana, mambo vipi mwanamichezo popote pale ulipo? Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnayapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracle, kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa zimekuwa nyingi kweli kweli, acha ya zile ambazo zinahusu kwenye pitch, kwa maana kuonewa, kwa maana kunyimwa mkwaju wa penalty dhidi ya Azam FC, lakini pia kukataliwa goli lao dhidi ya Young Africans. Nje ya pitch kumekuwa na mtafaruku mkubwa sana kati ya tajiri Mohamed Dewji na mzabuni wa jezi, kwa maana Jairut. Kila mmoja anataka kuwa sehemu ya watu ambao wamepeleka Simba sehemu fulani. Jairut yupo tayari kujenga uwanja, lakini pia Mohamed Dewji yupo tayari kujenga uwanja. Taarifa ambazo tupo nazo ni kwamba inaonekana kama Jairut amekuwa na nguvu kubwa sana kwa hivi sasa, na mashabiki ama baadhi ya influencer ambao walikuwa wamtaki Mohamed Dewji, naye Mohamed Dewji kana kwamba anataka kurudi nyuma hivi. Sasa tupo na taarifa inamhusu Mohamed Dewji, huenda akapunguza kasi yake katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa ipo hivi. Taarifa za ndani kabisa zinaeleza kuwa mfanyabiashara na mwekezaji maarufu Mohamed Dewji, anayejulikana pia kama mdhamini mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia rais wa heshima, anafikiria kwa uzito kuinunua klabu ya Singida Black Stars, inayodaiwa kuwa wapo kwenye mazungumzo ambayo yanaendelea kimya kimya, huku uwezekano mkubwa ukiwa ni kukamilika kwa dili hilo mara baada ya msimu huu kumalizika. Endapo mpango huo utafanikiwa, hatua hiyo itakuwa sehemu ya juhudi za Mohamed Dewji kuendelea kuwekeza katika soka la Tanzania, hasa kwa kuimarisha klabu zenye ushindani mkubwa. Uwepo wake ndani ya Singida Black Stars unaweza kuleta mabadiliko makubwa kiuchumi na kiuendeshaji kutokana na uzoefu wake katika usimamizi na uwekezaji wa michezo. Hili halitakuwa mara ya kwanza kwa Mohamed Dewji kuhusika na timu ya Singida, kwani awali aliwahi kuidhamini klabu ya Singida United. Historia hiyo inaongeza uzito wa taarifa hizi, huku mashabiki wa soka wakisubiri kwa hamu kuona kama kweli dili hilo litakamilika na kuleta sura mpya ndani ya klabu hiyo. Hizi ndizo taarifa ambazo tupo nazo kwa hivi sasa, na Mohamed Dewji sio mara ya kwanza yeye kutaka kufanya hiki ambacho anataka akakifanya, kwa sababu wakati Singida inaitwa Singida United, Mohamed Dewji alijiweka kando kidogo na klabu ya Simba, akaenda kuizamini Singida United, na tukaona kuna baadhi ya wachezaji akawasajili na kadhalika. Lakini pia ikumbuke kwamba Mohamed Dewji pia aliwahi kuwa mbunge wa huko Singida, kwa hiyo Singida Mohamed Dewji ni nyumbani. Lakini pia Mohamed Dewji katika klabu ya Singida United, yeye ni sehemu ya wale ambao wameutengeneza uwanja wa Airtel Stadium. Kwa hiyo pia ukiwataja wafadhili ama walezi wa klabu ya Singida Black Stars, pia yupo Mohamed Dewji. Pengine labda huenda amenogewa na huu mradi, anataka kuinunua Singida Black Stars. Lakini pia kinachoendelea katika klabu ya Simba baada ya wao katiba yao kukamilika, kwa maana Simba sasa wanatakiwa kwenda kwenye mfumo mwingine wa uendeshaji wa klabu, ambao klabu itakuwa kama kampuni, lakini pia watahitajika watu zaidi ya mmoja ili kuchukua zile hisa za 49%, na yeye Mohamed Dewji hayupo tayari kugawana na mtu. Yeye kitu ambacho anakitamani, hisa zote azimiliki yeye peke yake. Hii pia huenda kawa inachangia pia Mohamed Dewji naye kutaka kujingoa ama kuondoka katika klabu ya Simba Sports Club. Lakini tumefika mbali kuzungumza na baadhi ya watu hasa wale ambao wapo karibu na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akiwemo Ismail Adenlage na baadhi ya watu wengine. Wanasema kwamba hii huenda ikawa ni mind game, yani kwa maana Mohamed Dewji aliwahi pia mara kadhaa akisema kwamba nataka nijiweke pembeni na Simba, akasema kwamba kuna watu wananikwamisha, akasema kwamba anapata hasara, imradi tu uongozi wa Simba uteteleke, ujue kwamba huenda tukamkosa Mohamed Dewji ili warudi wampe kile ambacho anakihitaji. Lakini safari hii inasemekana pia na yeye taarifa hiyo ni uongozi wa Simba ukae chini
ujue kwamba muda wote Mohamed Dewji anaweza akaondoka na wao wajirudi. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanaamini ni mind game, lakini kuna wengine ambao wanaamini kwamba kwa sasa ni vigumu tena Mohamed Dewji kuimiliki Simba peke yake, kwa maana lazima agawane na tajiri mwingine, na siku zote kwenye maslahi ya kugawana kuna hiyo changamoto, si tu kwa upande wa Simba bali pia hata kwa Young Africans. Pia tunaona GSM naye ni ngumu sana naye kutaka kuungana na mtu ili waweze kuwa na share kwenye hisa. Kwa hiyo hiki ndicho kitu ambacho kinaendelea. Wewe shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, unaona nafasi ya wewe kutoa mawazo yako, mchango wako na mtazamo wako kwenye hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Je, Mohamed Dewji mtaendelea kuwa naye au je aondoke tu, ni wakati wa yeye kuondoka? Lakini vipi kuhusiana na hasara ambazo Simba anaweza akazipata kama Mohamed Dewji ataondoka katika timu yao? Wewe unao nafasi ya kudondosha komenti hapo chini. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Lakini pia tupo na taarifa ambazo taarifa hizi si rasmi na mimi sitaki kuzithibitisha kwenu, kwa sababu nimeona baadhi ya watu wakiwa wanaandika huko na kucomment kuhusiana na issue ya Gaspin Loemba, kitu ambacho mimi binafsi bado sikubaliani nacho, lakini licha kuwa sikubaliani nacho, ninayo haki, wajibu na sababu ya wewe kukujuza kile ambacho kinazungumzwa. Taarifa zinasema hivi kwamba za chini ya kapeti bosi Mohamed Dewji ameweka ngumu kwa mchezaji aliyesajiliwa na msabuni wa jezi kwa maana Jairut, na kumpiga biti kocha mkuu kwamba ole wake amchezeshe mechi zote, yani ole wake amchezeshe mechi zozote za msimu huu. Inasemekana kwamba Ino Loemba hajaumia, ila Mohamed Dewji ndiye ambaye anahitaji mchezaji huyu asipewe nafasi. Vita ya uwekezaji Simba kati ya Mohamed Dewji na Jairut ilianza pale tu alipoonekana mzabuni ameweka pesa nyingi kuliko mwekezaji, kwa maana bosi Mohamed Dewji. Kumbuka kwamba Mohamed Dewji ameweka bilioni 20, lakini Jairut ameweka bilioni 25. Lakini mzabuni alienda mbali zaidi kwa kuahidi kununua basi la Simba, kisha kuahidi kuleta mchezaji kipenzi cha Simba ambaye ni Innocent Loemba. Ameletwa na mzabuni na amekuwa ni kwa sasa ni mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri na anapendwa sana na mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini mzabuni amefika mbali na kusema kwamba ana mpango wa kujenga uwanja wa Simba ambao utamilikiwa kwa 100%, huku Mohamed Dewji yeye alisema kuwa atajenga uwanja wa Simba ambao utakuwa na 20% tu kwa Simba, huku 80% zikienda kwake yeye. Tayari mzabuni ameshashusha basi jipya na ramani ya uwanja ipo tayari, akionekana akiwa China na wakandarasi wa uwanja. Kiufupi, hii ni vita kati ya Mohamed Dewji pamoja na Jairut. Lakini ikumbukwe tu ya kwamba kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, mengine yana ukweli lakini mengine yamekuwa kizushwa kwa watu. Hili jambo la Mohamed Dewji kuinunua Singida, hili lipo wazi kabisa. Mohamed Dewji anayo hiyo mandate ya kufanya hivyo kwa sababu yeye Simba sio mmiliki. Yeye Simba ni kama mfanyabiashara, kwa maana mwekezaji kwa asilimia ambazo atazichukua. Hivyo haimzuii yeye kuweza kumiliki timu nyingine. Kwa hiyo anao uwezo wa kubaki Simba na kwa wakati huo akaimiliki timu ya Singida Black Stars. Lakini hili kumuhusu Ino Loemba na Jairut, hili acha niingie nditi kuenda kujiridhisha zaidi. Je, yaliyomo ni yamo? Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe of Pitch TV na unapata ile mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.